Salama, hali yako? Salama. Mara mwisho tulionana Zanzibar ila hatukuweza kuongea. Ile Zanzibar ilikuwa busy, kila mtu alikuwa anaangalia kinachoendelea nini. Ulisafiri na wewe kwenda kuitazama dabi ya Kariakoo. Ulikuwa ni mchezo wa sauti. Kwa namna gani kwa upande wako? Ule mchezo tulitegemea utakuwa ni mchezo wa ushindani. Tulitegemea utakuwa ni mchezo wa upinzani. Japo wenzetu waliishi kwa mazoea, wakajua kwamba kwa kuwa basi washatufunga kila siku wametufunga mfululizo, basi wakiingia ni kufunga. Wakashindwa kuheshimu mpira, wakahisi kuongea maneno mengi ndio faida, lakini matokeo yake kama ulivyoyaona, tuliwadhibiti na man of the match alikuwa ni kipa wao pamoja na refa. Man of the match alikuwa ni kipa wao pamoja na refa. Tuanzie kwanza kwa refa hapo. Kwa nini man of the match alikuwa refa? Natumaini uliona refa ametuzulumu na halali. Lakini kwa kuwa tayari ishaambiwa ni mambo ya kibinadamu, inabidi tukubali matokeo. Maana hata tukiendelea kuongea sana, hatuwezi kubadilisha matokeo. Tukishakubali ni mambo ya kibinadamu, matokeo yameshakuwa ni kama hivyo, basi maisha sio. Nadhani hizi lawama ambazo analaumiwa referee kwa makosa aliyofanya zilifikia kipindi ambacho sheria iliongezwa kwamba dabi ya Kariakoo inaweza kuchezeshwa na mwamuzi kutoka nje. Unadhani nini hasa hakikufanyika mpaka dabi ya Kariakoo ikachezeshwa na mwamuzi wa ndani ikiwa sheria inaruhusu mwamuzi kutoka nje? Labda walihisi kwamba waamuzi wamejirekebisha. Kwa maana wakaona mtu wapi tu kuangalia, lakini nahisi watakuwa wamejifunza, wajue kwamba hakuna waamuzi Tanzania. Tanzania waamuzi wanaishi kwa maagizo. Na maagizo ndio kama tulioyaona. Kwa mchezo ule unadhani alikosea zaidi ni referee ama linesman ambaye alinyosha bendera? Natumaini linesman ndio aliyekosea. Lakini refa alikuwa na nafasi ya kusawazisha makosa ya linesman. Lakini naye akapigilia msumari. Kwa maana hiyo mwana kukosa na baba kukosa. Kwa inabidi wote wawe pamoja. Umezungumza kwamba wanachezesha mchezo kwa maelekezo hasa. Maelekezo sana tu na maelekezo na namna gani? Sidhibitishi kwamba ni maelekezo. Bali nasema inaelekea kama wanachezesha, nadhaniwa kwamba wanachezesha kwa maelekezo. Sasa hatuelewi kwamba maelekezo yanatoka upande gani. Lakini kwa nini kila siku marefa wanakosea kwa upande wa Simba tu, hawakosei kwa upande wa Yanga? Kuna kipindi refa wetu mchezaji wetu aliutoa mpira nje akarudisha ndani, goli likafungwa, refa akaweka kati. Lakini sisi mchezaji kafunga kwa goli halali, refa akakataa. Yaani katika hii michezo 6 tuliocheza ambao tumefungwa, michezo tuliofungwa halali mchezo aliochezesha marefa wa Misri na mchezo tuliofungwa goli moja. Lakini michezo mingine yote haieleweki kwamba marefa wangapi. Kwa tunashindwa kujua kwa nini yanaelemea upande mmoja tu, upande mwingine unakuwa makosa hayaendi kwao. Ila kwa kuwa ndo mpira wa Tanzania, kila mtu anapeleka na kujua yeye maisha ya soka. Kabla ya mchezo ule, siku mbili kabla, alisikika rais wa TFF Olescaria akizungumza kwamba marefari watakaokosea katika mechi kubwa kama na ile watafunguliwa mashtaka. Na ninyi Simba mnalalamika kwamba mechi ile ilikuwa ina makosa ambayo yalifanyika na refari. Nadhani hasa ni wakati sahihi wa kusimamia yale maneno ambayo yazungumza. Hili swali kulijibu kwangu itakuwa ni gumu, sababu mpaka sasa hivi hatujajua tamko la TFF. Yaani mpaka leo TFF hajatoa tamko lolote kuhusu hii mechi ya dabi. Zaidi ya kwamba kila mtu anaongea la kwake. Kwa hiyo tungeacha tuone kwanza tamko la TFF. Alafu baada hapo tutajua tutaongea. Quality ya timu yako ambayo kila mtu alikuwa anabeza kwamba hampo tayari kucheza na Young Africans mtazamo. Wachezaji wa dirisha dogo mtazamo wachezaji namna gani na wanaweza kuifikisha Simba sehemu ambayo mnahitaji? Natumaini timu inaweza kuimarika. Lakini haijafikia malengo. Sababu bado timu haijapata muunganiko unaokamilika. Timu imeanza kuimarika tofauti na kabla dirisha dogo. Dirisha dogo limeimarisha timu kwa nguvu, kwa hari, kwa kila kitu. Na kocha amejua afanyalo kwa upande wa timu yetu. Ila anategemea kuingia kwenye mbio za ubingwa, japo sitegemei kuwa bingwa. Unategemea? Nipo kwenye mbio za ubingwa, japo sitegemei kuwa bingwa. Kwa nini hautegemei kuwa bingwa? Bado timu ni chapa.
ambao Simba aliwasajili dirisha dogo walibezwa sana kwamba ili wawe bora kama nilikuwa mnawasifia ni ili wakutane na Young Africans. Hatimaye tumeona binafsi umeondoka na mchezaji gani katika kundi lile la wachezaji ambao mnahitaji dirisha dogo? Kwanza kabisa tabia ya dharau imetawaliwa sana na Yanga. Wanahisi kwamba wao ndio wanaojua kila kitu. Yaani wamejisahau kwamba Tanzania kuna upinzani wa timu mbili. Wamejiona kwamba wao ndio wakubwa, wao ndio wanaofanya vitu sahihi. Hata kule walikofeli kwenye usajili bado wanajiona wako sahihi. Wachezaji wetu waliwabeza sana, wakaona wana maana. Wachezaji wao waliowasajili dirisha dogo kina Okelo waliona ndio vinanda. Mara nyingi waandishi walikuwa kinihoji, kwa najaribu kuambia kwamba tuache, kitakachoongea ni muda. Sababu hata waandishi wenyewe nao wapo kama najipe mtu kama vile vimetengenezwa na mipango ya kuuliza maswali ya kuifanya Yanga ionekane ni bora kuliko Simba. Kwa nini mzee kama? Maana hakuna maswali mnaoulizaga ambayo yanaiweka Yanga kwenye shida. Maswali mnaoulizaga yote yanaiweka Yanga kwenye ubora kuliko Simba. Mimi nikasema tuache, muda utaongea. Kwa nini nilisema vile? Ilikuwa naheshimu mpira, naheshimu wachezaji waliosajiliwa, na ninajua kwamba kwenye kusajili kuna kupata na kukosa. Siwezi kumaliza maneno wakati sijui hatima ya mchezaji. Nikasema muda utaongea, tutakujulisha kwamba nani bora, nani sio bora. Hatimaye hilo limedhihirika wazi. Binafsi nilikuwa nashuhudia wachezaji wakiwa wanapewa sifa kwamba ili wewe awe bora, Depo amekuja amefunga goli manne. Ulimtazama, tumzungumzie kidogo mchezaji wa Yanga Depo. Alicheza ile mechi ile, ulimtazama binafsi kwa sifa alizokuwa anapewa na stahili. Mimi nina tabia moja. Sipendi kujadili wachezaji wa timu pinzani. Sipendi kujadili wachezaji wa timu pinzani. Sababu unapojadili wachezaji wa timu pinzani, kwanza nawapa kiki. Nawapeleka mjini. Nawapeleka mjini. Kiasi hata kama nikisema mchezaji hafai, nikumpa kiki. Nikisema mchezaji anafaa, nikumpa kiki. Bali nasema wao ndio waangalia wachezaji wao, wakawajua ni bora, wakawasajili. Sawa. Wameingia uwanjani zaidi ya mechi 3, 4, 5. Wako wachezaji wamepewa magoli kwa njia mpaka za penalty ili waonekane ni bora. Lakini baada ya uhalisia wa mechi zenye uhalisia, bali kuna mechi ambazo hazina uhalisia na kuna mechi zenye uhalisia. Baada ya kutokea mechi yenye uhalisia, wamejulikana wale wachezaji wako vipi na wako katika hali gani ya kiuchezaji. Kwa hiyo mimi naomba niheshimu usajili wao waliofanya, japo wao hawaheshimu usajili wao. Kuelekea mchezo huo kuna maneno ambayo yalizuka na matukio mbalimbali. Wanayanga wanazungumza kwamba ninyi wakati mnafurahia quality ya wachezaji ambao mnao na hawachokionyesha, wao wanasema uchawi uliofanyika uwanja wa New Manchester ndio kupelekea matokeo ya sare kupatikana, huku akidai kwamba wakiwabeza kwamba pamoja na uchawi wenu bado Simba haina uwezo wa kupata pointi 3 mbele ya Young Africans. Kwanza kabisa niliwaheshimu wale vijana. Nikijua ni timu inaongozwa na vijana wenye mawazo ya kisasa, wenye mipango ya kisasa. Lakini baada ya mechi ya jana juzi kuisha, kumbe nikaja nikagundua kumbe ni vijana wenye sura ya kisasa lakini matendo ya kizamani. Hivi kijana mwenye miaka isiyofika 40 au miaka 40 kurudi chini, bado unaamini katika uchawi? Sisi wazee tulioingia miaka 60 sasa hivi tuamini nini? Sababu wazee ndio wanatakiwa waamini uchawi kutokana na huko walikotoka. Haya, nyinyi vijana wa sasa hivi mnaamini uchawi. Hizo kauli nilizisikia, lakini nilikuja kuona ni kauli za kipuuzi, ni kauli za kutokumheshimu mpinzani wako. Kwa hiyo inaelekea labda wao walikuwa na loga, sasa tumegundua, tumepata mtaalamu zaidi yao, ndio maana watapata labda. Ndivyo wanavyofikiria wao. Mfano sisi mpaka vyumba vyetu vya kubadilishia nguo, sisi tunakuta vimetobolewa. Umesikia watu wa Simba baada ya kuhoji, kuonyesha zile matatizo yote tulivyoacha, tulikataa kuingia uwanjani, tunacheza mpira. Umesikia kuna mali mtu amelalamika mambo ya ulogo? Hakuna. Tunaamini kwamba tumecheza mpira kwa safari hii, tumejipanga. Sisi tumekwenda kuondoa unyonge. Wao walikwenda kimazoea. Wanashindwa kutofautisha.
Sisi tumeongea uwanjani kupambana kuondoa unyonge, wao wamekuja uwanjani kujua kwamba wanaendeleza pale walipoishia. Sababu hata tukiwa kwenye boti wamechukua muda mwingi sana kutusimama, wamechukua muda mwingi sana kutueleza maneno kali, wamechukua muda mwingi sana kuona mpira kwamba ni kitu kirahisi sana kwa upande wao wenyewe bila upande wa pili. Lakini baada ya mechi, wakati tunarudi, walichukua muda mwingi sana kutukana na kuongea maneno sio ya kiungwana. Kwa hiyo nimewaona kwamba ni vijana wenye mambo ya kisamani na waliotolewa na ushamba. Kwa hiyo tuache na ujana wao, tuache na ushamba. Kama tuliingia na wachawi, basi wachawi wetu wamekuwa ni bora kuliko wakwao ambao wametufunga miaka mara 6 mfululizo. Tumepata mchawi bora ambaye amewazidi nguvu. Naona hiyo ni hivyo. Tujuaje sasa kwamba ule uteja ambao Young Africans walikuwa wanang'ang'ania sana kuweka kwenu umeanza kutoa taratibu kuelekea msimu huu, tarajio makubwa pamoja na msimu unaofuata kwa kikosi hiki? Kwanza kabisa wapinzani wangu wakubali kikosi chetu kimezeeka, wakubali kwamba hata Simba tulipokuwa kileleni tulianza kuporomoka kama walivyo sasa, taratibu, na hakuna vita mbaya kama vita ya mtu anayekupiga taratibu. Namwona Mrusi anapompiga Ukraine taratibu, anamvunja viungo. Sasa na sisi tuliendelea kuporomoka kidogo mpaka tukaisha. Tumechukua muda kujipanga. Kwa hiyo na wao wanaanza kuporomoka taratibu, badala ya kufikiria kwa nini timu inaporomoka, wanafikiria kulogwa, wanafikiria mipango mingine ya nje ya uwanja. Kwa maana hiyo nahisi hata wao zama zao zinaanza kupotea. Mzee, kama neno moja kwa TFF. Sisemi kama nimetoa uteja, lakini niko njiani kuendelea kuondoa uteja. Na unaenda kufanikiwa sasa kwa quality ya wachezaji ambao umewasajili dirisha dogo ili kulinganisha kwa. Tulikuwa tunahitaji kupata wachezaji watakao kubali kuunganika kuwa na timu bora. Kama wao walivyoteseka wakaja wakapata timu iliyounganika wakawa na timu bora. Alibezwa sana Nixon Kibabage kwamba ni mchezaji ambaye ni kawaida sana, ashatumika na Young Africans, lakini anachokionyesha kwenu mnahisi ni bora sana. Hata sisi tulimbeza Mohamed Hussein wakati anatoka. Lakini anachokifanya kule Yanga ni kitu bora. Wanasemaga ni maneno ya mkosaji. Hayo ni maneno ya mkosaji. Kibabage aache wafanye kazi yake kama na sisi tulivyoacha wengine wakaanza kufanya kazi yao. Kuelekea michezo ambayo inafuata mbele yenu sasa ya ligi kuu, tutarajie pengine kuna kombe lolote ambalo mnaenda kulichukua this time kuelekea mashindano yanayobaki ambayo ni CRDB pamoja na ligi kuu. Naomba nirudie tena na nitaendelea kurudia kila siku. Naomba nirudie na nitaendelea kurudia kila siku. Mimi nashabikia mpira wa ushindani. Sishabiki mpira wa matokeo. Kwa hiyo kiniambia leo kwamba tunategemea kuchukua mabingwa au kuchukua kombe, ni kwamba tuna sababu ya kuingiza timu moja. Tunakwenda kushindana. Matokeo ndio yatakayoamua ni Simba bingwa au ni nani bingwa. Lakini nikijipa matumaini sasa hivi kwamba tayari Simba anakwenda kuchukua kombe, nitakuwa nakosea mpira heshima. Ila tunakwenda kupambana, lolote litatokea. Mfano kesho kutwa tarehe 10 tunaanza safari kwa ajili ya kwenda Singida. Kutoka Singida tuunganisha Arusha. Kutoka Arusha tutakuja tutapumzika siku 3, tutaelekea Mwanza, tumalize hizo kanda, tupate pointi zetu za kutosha, turudi. Lolote linawezekana. Mzee, kama neno moja kwa TFF. Yaani neno moja kwa TFF. Wasipokuwa makini, marefu wa Tanzania wanakwenda kupukutika kwa sababu ya kushurutishwa katika hali ya uchezeshaji. Makini kwa hiyo. Nadhani nani yuko hasa katika engo ya kuwapangia marefari na kufanya kiwanjani? Siwezi kudhibitisha, lakini viongozi wa vilabu sio watu wazuri. Unadhani hii kadhia ya waamuzi kufanya vibaya katika mechi mbalimbali, kwa sababu sio dabi pekee, mechi ndogo huko zina makosa mengi sana. Unadhani nini hasa kifanyike ili waamuzi wetu kwa bora, kwa sababu tumekuwa hapa na sheria kama kanuni ya kwenda kuchukua waamuzi wa nje, ikiwa tuna waamuzi ambao tunadai bado ni bora? Nini kifanyike? Huwezi mshurutisha refa au achezeshe halali wakati marupurupu mahela unayomlipa ni ndogo. Habari ambazo nazisikia kwamba mechi haizidi shilingi 300,000. Kama mechi haizidi shilingi 300,000, ni kwamba akichezesha mechi 30 ana shilingi milioni 3. Kama anachezesha mechi 30 apate shilingi milioni 3, natumai itakuwa ni milioni 3
30 kwa laki tatu. 30,000 laki tatu, milioni 3. Na itakuwa kama sio milioni 3, milioni 9. Kati ngoja mpaka nitupige mahesabu. 30 mara 10 ni laki 3. Mara 10 laki milioni 3, milioni kitu kama milioni 9. Wakati refa anaweza akatua mechi moja akaambiwa kuna shilingi milioni 5 au hata kuna shilingi milioni 10. Akichukua mechi zake 2 au akichukua mechi zake 3, Achana na hela TFF. hata mkimfungia msimu mzima anaelaka kutosha. Waimarishe maslahi ya marefa ili marefa wawe makini wajani. Hakuna kingine kinachotosha marefa. Nashukuru sana, kila la heri katika mechi ambazo ziko mbeleni. Nashukuru sana, wacha tukapambane